Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Arumeru Magharibi, Dr. Johannes Lembulung Lukumai leo hii amefanya ziara katika kata ya Oltumed, hususan katika hospitali ya wilaya ya Arumeru, ambapo akiwa katika ziara yake Mheshimiwa mbunge alikagua sehemu mbalimbali za kutoa huduma katika hospitali hiyo ya wilaya. Alipokelewa na mganga mkuu wa wilaya DMO Petro Mboya akiwa amefuatana na mganga mfawidhi wa hospitali hiyo ya wilaya Lotosmi, ambapo kwa pamoja walimwelezea changamoto mbalimbali zinazokabili hospitali hiyo. Sambamba na hilo, walimwonyesha jinsi huduma zinavyotolewa katika hospitali hiyo. Dr. Johannes Lembulung Lukumai, mbunge wa jimbo la Arumeru, alipata nafasi ya kuangalia wagonjwa mbalimbali, kuwasabai na kuwapa pole, huku akiwatakia wapone haraka na hatimaye kurejea katika shughuli zao za kawaida za ujenzi wa taifa. Mara baada ya kukagua sehemu mbalimbali za kutoa huduma na vifaa tiba, madawa na kadhalika, Dr. Johannes Lembulung Lukumai alikuwa na haya ya kusema. Namba moja, ili kuja tu kuwashukuru. Kampeni ilikuwa sio ya mchezo ile. Au mlionaje? Niko tu mbunge ni kudra za Mwenyezi Mungu. Ni kweli au sio kweli? Yaani Mungu tu na maombi ya watu. Na niseme tu Oltumed mlinipa kura nyingi sana, nikasema ngoja nije niwashukuru kwa hizo kura nyingi mlizonipa kipindi kile, na kuwa na imani kubwa na mimi. Nikasema leo kabla sijarudi bungeni, pamoja na mambo mengi, lakini je, nawashukuru kwa kura hizo nyingi mlizotupatia mimi binafsi, lakini mkampa kura za kutosha Tinayo. Huyu Tinayo bwana, mimi namfahamu, ni mtu mchapakazi, mtu mwema sana, na anapenda watu wake na anajivunia na watu wake. Yaani mimi nikimwona nafurahi kwa sababu Oltumed mtu mwema, anafahamu watu Oltumed, anawapenda watu Oltumed. Na nilimuona tukipita kwenye maeneo mbalimbali hospitali, anaonyesha, ukiangalia uso anaonyesha ni mtu anajali watu wake. Kwa hiyo ndugu zangu wa hospitali ya Oltumed, na kupitia kikao hiki, wananchi wote kwenye vituo vya huduma vya afya katika halmashauri ya wilaya ya Arusha au jimbo la Arumeru Magharibi, waheshimuni sana hawa watu. Diwani ndio mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata, ndio anaenda kusimamia mipango yote ya maendeleo ya kata yetu. Tumshirikishe kila kitu ajue. Nimefurahi umesema kwamba watu waje kwenye vikao. Na mimi namfahamu Dr. Zabulon, ni daktari mmoja mzuri sana na DMO. Labda mjichanganya kwa sababu ya kazi nyingi na hela nyingi mmeletewa, mkasahau mkaanza kuzingatia kwenye miradi, lakini watu wema. Mkikaa vizuri na viongozi kama hawa, hamtaona shida. Na mimi najua kwa sababu nilikuwa mganga mkuu wa wilaya mbalimbali nchi hii. Nakumbuka nilikuwa Geita, nikapeleka hospitali kama hii ya kwetu, haina uzio, haina chochote. Walikuwa naiba kweli kweli wale watu wale. Dawa, vitanda, wao wanaiba vitu vikubwa. Fadhali wewe umesema blanket. Wenzako kula nabeba na kitanda, naondoka nayo. Unaona? Lakini nikatafuta hela, ikajengwa uzio, mpaka nimeondoka wale wasukuma walikuwa nalia. Sababu kwanza uzio umetokea, dawa zikapatikana. Leo nimefurahi pia hapo daktari kusema kwamba dawa zinapatikana kwa 99%, na nimeshuhudia. Sasa daktari, hizo taarifa za dawa ziwafikie wananchi. Tena mwenyekiti wangu yuko wapi? Yule mwenyekiti, huyu mwenyekiti ni muhimu sana, na anawasemea mshirikisheni kila kitu. Hii ndio serikali, mimi mjue tu huyu bwana mwenyekiti wa kijiji ndio serikali. Na wale mabalozi wako wapi? Na wenye viti. Yaani ukitaka kuishi maisha ya raha kwenye sehemu yako ya kazi, waheshimu tu hao watu. Alafu huyu hahitaji kitu, wewe mshirikishe tu, hahitaji chochote. Hao wananchi hahitaji chochote. Wanachotaka kujua ni kwamba hospitali yetu ya wilaya nini kinafanyika, kwa sababu hospitali ni yao. Wanataka wawe na ile sense of ownership kwamba hospitali yetu hii ni hospitali yetu. Jengo linajengwa la kufulia nguo, kuna jengo lingine linajengwa kule, kuna maabara, kuna OPD imejengwa, kuna pharmacy, kuna dawa. Yaani wao watu wanataka kupata hizo taarifa, wapeleke kwa. Wahitaji chochote.
hawa mabalozi siwaone na wenye vitu wa vitongoji ni watu muhimu sana, kwa sababu wako karibu na watu. Na niwaambie hivi, daktari, nilipokuwa kwenye kampeni, ndio sasa leo nimekuja, wananchi hao wamenilalamikia kwamba hakuna mtoe huduma, hakuna dawa. Ni kweli sio kweli wananchi? Tena nikaambiwa wazee ndio kabisa hawapewi. Sasa kama ukimnyima mzee kama huyo dawa, mimi nitatoka wapi? Na mimi naenda kwa pia mzee. Nimeshakuwa mzee kwanza. Lakini si mzee mwenye kiburi kidogo. Kuna wale ambao kwani niliambiwa kwamba hospitali ya wilaya ya Olgurumet na diwani atanishuhudia kwa sababu tulikuwa wote. Na naambiwa hivyo hivyo. Kwa sababu sasa ile uliposema usafi ukasema kwamba wananchi wasaidia, alikwambia hamna, wanalipwa. Simesikia ndivyo kujibu hapa, wala hajafikiri. Anajua kwamba kuna watu wanapewa nini? Tenda ya kufanya usafi. Sasa kwa nini hawajafanya? Sasa mngewashirikisha vizuri, angejua hawatoshi. Kuna haja wananchi kujitolea kufanya usafi katika hospitali yao, kwa sababu ni ya kwao. Wanajua kwamba kuna dawa, wanajua kwamba wazee wanatibiwa bure, kina mama wajawazito wanatibiwa bure, kwa sababu serikali imeshatoa hiyo huduma. Watoto chini ya miaka 5 wanatibiwa bure, wanafahamu. Na dawa zipo. Wananchi wanatakiwa wafahamu kwamba kuna x-ray, haipo wilaya zingine, ziko hapo. Kuna ile kinaitwa ultrasound ya kisasa, sijai kuona mimi kwenye hospitali za wilaya, iko hapo. Kuna huduma ya meno, kinywa na meno. Hicho kitanda niliona juzi Ujerumani. Nilikuwa Ujerumani nimerudi jana. Nilikuwa nataka niwalete, kumbe siwaletei tu, sababu tayari mnayo. Alafu hamtumii. Naona kuna vitu vingi vizuri sana kwenye hiyo hospitali, lakini wananchi wengi hawana taarifa. Dawa zimejaa store. Nadhani mheshimiwa umeona. Nimempenda mheshimiwa huyu. Alikuwa na hoja hakuna dawa. Tuko tu na madaktari huko. Na mimi ndio napenda. Kwa nini wananchi wake wanalalamika? Lakini leo tumeona dawa. Tumeona watumishi wazuri kweli kwenye hiyo hospitali. Kuanzia kwa madaktari, kwa wauguzi. Nakuta mtumishi ni mmoja, lakini anafanya kazi mbili kwa wakati mmoja na achoki. Kwa hiyo kinachohitajika ndugu zangu ni ushirikiano. Daktari na timu yako na kamati leo upo mzee wangu. Hawa watu wa kijijini, hawa watu. Diwani ni muhimu sana, ndiye anawakilisha wananchi wake. Mwenyekiti huyu anatakiwa ajue kila kitu, wala hahitaji kujua kwamba ni shilingi ngapi zimetumika. Nataka tu kujua kwamba jengo lipi linajengwa. Linajengwa katika nini? Ubora, kama nilivyoona pale hospitalini. Yeye ana haki, sababu ni serikali, anasimamia watu. Huyu mtu mkubwa sana, anasimamia wananchi. Na yule ndugu yangu yuko wapi? Mtendaji yuko pale. Kwa hiyo daktari uko vizuri sana, jaribu tu na wewe. Unajua umetoka daktari kujua mambo sana ya jamii. Lakini hivyo kwenye uongozi unaenda kufahamu. Hawa watu washirikishe, wajue nini kipo katika hospitali yao. Nimefurahi hata mpaka gari la wagonjwa lipo. Dawa zipo za kutosha nimeona wanafanya upasuaji. Kuna changamoto chache za watumishi ambao iko chini ya uwezo wangu. Wale watumishi wa radiolojia. Siku za nyuma ukija hapa ukitaka kupiga picha inaitwa x-ray. Si unamjua x-ray? Ile ukivunjika mfupa wanakupiga. Nilipokuwa Ngorongoro, daktari kule ukimpiga Masai picha hajaenda darasa la kwanza. Najemu nione. Anataka kuangalia. Yaani naamini akiangalia ile x-ray ameona sehemu ambayo imefanya nini? Hata kama ni kifua. Si unajua wanatibi wengi. So ukipiga ile x-ray ya kifua anakuambia hebu nionyeshe. Hiyo ni nini? Sasa nilikuwa nasikia hiyo x-ray hapa ilikuwa haipo. Wanaenda mpaka wapi? Mjini. Watu ni maskini. Unawazidishia umaskini kwa kwenda kutafuta usafiri wa kwenda mjini. Leo x-ray iko hapo. Bora mpigi makofi. Serikali yenu hii inafanya mambo makubwa mno. Kuna x-ray ya kisasa. Kuna kitu inaitwa ultrasound. Mama akija na uzazi, mtoto amekaa vibaya tumboni. Hawa madaktari wakiangalia wanasema huyu anahitaji upasuaji. Unahitaji tena kwenda mjini. Lakini kilichonifurahisha zaidi, maabara. Na mheshimiwa waeleze wananchi. Waambie tuna maabara mazuri mno. Karibu hata nataka kushinda maabara ya mkoa wa Arusha. Kwa vifaa nilivyoona. Mnasikia nilipokuwa nauliza? Wanajibu vizuri. Najua nauliza nini. Kwa hiyo tutumie huduma tulizonazo katika hospitali yetu ya wilaya. Kwa kweli nimefurahishwa na mambo mengi ya hospitali. Mapungufu machache yaliyojitokeza yako chini ya uwezo wetu. Tutaenda kufanyia kazi. Lakini nilikuwa napenda tu kusisitiza kwamba ushirikiano na jamii ni muhimu sana, wajue kila kitu kwa sababu hospitali ni ya kwao. Wana haki ya kujua. Kama alivyoongea mwenyekiti. Na sidhani kama hiyo ni shida daktari. DMO umekuwa DMO mzuri sana. Sidhani kama hiyo ni shida. Kwa wilaya nzima
waelekeze watu, washirikisha wa viongozi wa wananchi. Natakiwa leo diwani akisimama naelezea uongei hata. Mimi ngoja nikwambie, nilipokuwa mganga mkuu wa wilaya, Ngorongoro, sehemu mbalimbali, nilikuwa namshika mkuu wa wilaya, DSO, wale viongozi na wenye vitu wa vijiji, na hapa shule chanjo ni nini. Nikienda kwenye kikao kama hiki wala siongee, nakaa. DC anaongea kama vile ndio dokta. Akipokea mwenyekiti ndio kabisa anamaliza. Na ningeenda kuombea ubunge huko Ngorongoro ningepata hata kwa Wasukuma. Kwa sababu nilikuwa na karibu na wananchi. Na tunaongea nao wakapata huduma. Kwa hiyo viongozi hawa ni muhimu sana kukaa nao na kueleza kitu ambacho mnafanya. Na huyu baba namfahamu. Mkimtumia huyu mwenyekiti wa bodi vizuri, anajua mambo mengi. Hata mambo ya maji mliosema na ana nafasi yake. Na watu wengine wengi. Hivi sija kusema wewe ni nani? Ilkiushi, mwenyekiti wa Ilkiushi. Hao wenye viti ni muhimu sana kwa sababu wao ndio wanapeleka taarifa kwa wananchi. Leo wataenda kuambia wananchi tumetembelea na mbunge hospitali yetu, dawa zote zipo. Na huyu bwana huyu ni mzuri. Unaona alikuwa anahoji kwamba hakuna dawa. Watu wanagombezwa. Lakini amejibiwa vizuri kwamba sio wote wanagombezwa. Watu wengi ni wazuri, lakini kwenye jamii kuna watu tu wa ajabu. Watakuwepo tu, huwezi kukosa. Ukifikiri kwamba amekugombeza au amekutukana hata unakosa sababu. Lakini tuwe na ushirikiano na viongozi wetu. Mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa kitongoji, viongozi kama diwani wetu ambaye ndiye anasimamia masuala yote ya budget maendeleo katika kata hii, na ndiye anawakilisha kwenye baraza la madiwani. Baraza la madiwani ndio lina nguvu ya kisheria ya kuamua kwamba hii budget ipite na hii isipite. Hii barabara itengenezwe na isitengenezwe. Hawa wakikaa. Na mimi pia ni diwani au mji. Nilipo kuna mpaka nikawa na diwani. Tena pigeni makofi. Cheo kubwa sana hiyo. Hivi ni diwani. Kwa hiyo ndio kilichonileta hapa. Kuwashukuru sana kunipa kura za kutosha, mkampa tena hiyo kura za kutosha, mkampa Dr. Samia Suluhu Hassan kura za kutosha. Nikaje kusema niwashukuru, siku nyingine tutakuja tuongee. Lakini na mambo mengi mazuri. Kama tukishirikiana na viongozi wetu, Oldurumeti yetu tutaenda kubadilika. Swala la barabara, mheshimiwa diwani, mimi nitalifanyia kazi. Hilo liko chini ya uwezo wangu. Kwa sababu kama ni budget, mimi ndo nasimama na budget. Mimi naweza nikasema baraza letu la madiwani tumepitisha budget lakini haipo. Tunaomba mheshimiwa waziri muhusika budget ongeze. Iwezekana ongea na rais Samia. Sisi tumechaguliwa na wananchi. Unajua tatizo langu sasa hivi nimechaguliwa na wananchi. Hamna mtu wa kunifanya kitu. Mimi natetea tu wananchi wangu. Sasa nilikuwa naambia ongeeni. Hakuna wa kunifanya chochote. Mimi raha yangu sasa hivi wananchi wapate huduma nzuri. Hospitali yetu ya hapa ya Oldurumeti iwe hospitali kama ya wilaya. Nisikute tena hizo uchafu huko. Kwa sababu na mimi nitasaidia mambo mengi. Hii safi. Yaani iwe safi. Ile barabara ya lami itamalizwa haraka. Oh. Imagine. Oh.